Yes, wana mtazamaji wa Simba Hub, mambo vipi? Habari ya siku nyingine tena tunakutana hapa kujadili taarifa mbalimbali za kimichezo, taarifa ambazo ni mahususi kwa ajili ya klabu ya Simba Sports Club. Leo hii nimepokea maoni mengi na maombi ya mashabiki wa Simba kwenye DM zangu za mitandao ya kijamii ya Instagram @Daniel_8 pamoja na Facebook. Watu wengi wakiuliza ni nini ambacho nafahamu juu ya mustakabali wa kiungo wa klabu ya Simba Nabi Kamara. Yuko wapi? Mbona haonekani katika kikosi cha kwanza cha Simba? Mbona haonekani katika michezo ya ligi kuu? Haonekani pia katika michezo ambayo labda kwenye mashindano haya ya Muungano, ambapo alitarajia pia kuwepo katika kikosi cha Simba naye kupewa nafasi kama ambavyo wachezaji wengine ambao wamekuwa hawapati nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Simba wamepata hiyo nafasi ya kushiriki mashindano haya ya Muungano Cup, lakini yeye haonekani kwenye kikosi cha Simba, haonekani kwenye viwanja vya mazoezi na haijulikani yuko wapi. Sasa nikajipa muda kidogo kufanya uchunguzi wangu juu ya wapi alipo Nabi Kamara, nini ambacho kinamsibu katika klabu ya Simba na mustakabali wake umekaa vipi. Kabla tujaendelea, endelea kusubscribe channel yetu hii ya Simba Hub. Endelea kushare taarifa zetu ili ziweze kufika mbali na kuwafikia watu wengi ambao wanatamani kufahamu taarifa mbalimbali na mambo mbalimbali na matukio ambayo yanaendelea katika klabu ya upendwa ya Simba Sports Club. Lakini usisahau pia kutuandikia maoni yako kwenye comment section hapo. Andika kile ambacho unataka kukifahamu, nini ambacho maoni yako kuhusiana na taarifa zetu ambazo tunaziweka hapa. Lakini usisahau kulike. Lakini cha muhimu zaidi ni kusubscribe, kwa sababu ukisubscribe unatuwezesha sisi kuweza kuzileta hizi habari kwa wingi zaidi, ama kwa mfululizo ule ambao wewe unatarajia. Kwa hiyo endelea kusubscribe, bonyeza alama ya kengele hapo ili ikupe notification pindi taarifa zetu tunapozipakia hapa katika platform hii ya Simba Hub. Sasa turejee katika taarifa ambayo nipo nayo leo hii, ambayo ninaileta kwenu, ambayo inamhusu kiungo Nabi Kamara, raia wa Guinea. Huyu Nabi Kamara ni kiungo wa kati ambaye ni versatile. Sasa wakati kabla hajaja Steven Barker, ni mchezaji ambaye alikuwa anapata nafasi angalau ya kucheza na kuonekana kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Namzungumzia wakati Fadlu Davis, wakati ameondoka Fadlu, timu akaichukua Selemani Matola kwa mechi kama mbili, mechi ya Mbeya City pamoja na mechi ya Azam, alipata nafasi. Lakini baadaye akaja meneja kocha huko kutokea Bulgaria, Dimitar Pantev, naye akawa anampa nafasi hapa na pale. Lakini alipoondoka Dimitar Pantev, maisha ya Nabi Kamara yakawa yamebadilika katika kikosi cha Simba. Ghafla tu baada ya mashindano yale ya Mapinduzi ambayo yalifanyika mwezi wa kwanza huko visiwani Zanzibar, na Simba ikaondolewa kwenye nusu fainali na Azam FC, ni kama vile mwalimu Steven Barker alifanya conclusion ya juu ya kiwango na kile ambacho Nabi Kamara kiungo huyu anakitoa katika klabu ya Simba. Na nilipata bahati ya kuzungumza na moja ya technical staff, ama moja kati ya makocha ambao wapo kwenye safu ya ufundi ama benchi la ufundi la klabu ya Simba, na nikamuuliza ni nini ambacho, mimi mwenyewe nilikuwa na maswali kama ya kwenu, nini ambacho kinaendelea kati ya Nabi Kamara pamoja na Steven Barker. Kwa nini haonekani wakati ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri tu wa kuisaidia club? Na yule mwalimu wa ufundi akaniambia kwamba anachokitaka mwalimu Steven Barker kwa viungo wake wakati na anachokifanya Nabi Kamara ni vitu ambavyo haviendani. Kwa hiyo inaonekana Nabi Kamara amekuwa nje ya kikosi cha Simba, hapati sana nafasi ya kucheza kwa sababu ya masuala ya kiufundi. Nikukumbushe tu kitakwimu, Nabi Kamara mpaka sasa hivi amecheza michezo ligi kuu mitano, na michezo yote hiyo mitano almost amekuwa akitokea bench, na amecheza dakika 293, dakika chache sana kwa mchezaji wa kimataifa. Ni mchezaji wa kimataifa pekee msimu huu, ukimtoa Mohamed Bajabir ambaye hayupo, ukimtoa Musa Kamara ambao hawapo kwa sababu ya majeraha,
lakini Nabi Kamara ni mchezaji wa kimataifa ambaye amecheza dakika chache zaidi kuliko wachezaji wengine wote waliosajiliwa Simba msimu huu wa kimataifa, ukimtoa pia labda Nasoa mwenye changamoto zake za kinidhamu na klabu ya Simba. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Nabi Kamara hapati ule muda wa kucheza, hapati ile game time ya kucheza na kuonyesha uwezo wake. Sasa nikaja kutafakari pia kwamba inawezekana uchezaji wake, so Nabi Kamara tunajua ni box to box midfielder, ni kiungo ambaye ni progressor wa mchezo kupitia vitu viwili, ball carrying pamoja na ball dribbling, kwamba anaweza akachukua mpira akatembea nao kutokea kituo kimoja katikati na kwenda nao mbele, lakini anaweza kudribble kutokea pia katikati na kwenda mbele. Changamoto kubwa ambayo inasemekana mwalimu Steven Baka amekuwa afurahishwi labda na uchezaji wake ni kwamba he takes too long, yani akiwa na mpira mguuni anachukua muda sana kurelease ama kuachia kwenda kwa maforward wa mbele, kitu ambacho kina wafanya wapinzani waweze kujiorganize kwa haraka, kurudi katika defensive shape, kurudi katika shape ya ulinzi kwa haraka katika mazingira ambayo labda Nabi Kamara angeupokea ule mpira afa akauachia kwa haraka, the same ambavyo tunaona anafanya mtu kama Alassane Kante, the same ambavyo sometimes pia mtu kama kiungo wakati Yusuf Kagoma anafanya. Ama Steven Baka labda akiamua kucheza na wale viungo wawili namba 10 wa juu ambao wanacheza zaidi kama katikati kwenye kushirikiana na kiungo mmoja wakati, ambapo hapa sometimes tunamuona Neo Maema pamoja na Kratos Cham. Hawa ni progressor wa mchezo kutoka kati, lakini mara nyingi wanaipeleka sana mpira mbele kwa uharaka zaidi, yani hawaurembi sana, haupaki sana poda kama ambavyo anafanya Nabi Kamara. Anafanya vitu, yani kitu ambacho anagombana na mwalimu Steven Baka Nabi Kamara ni kuchelewesha progression ya mchezo, kukupasia kwenda mbele, kwa sababu Nabi anapenda zile turn, anapenda kugeuka kulia kushoto, kwanza check shoulder kulia kushoto kabla haja release huo mpira. Kwa hiyo ni eneo ambalo Nabi ni kama vile ameshindwa kuliboresha ili aweze kumshawishi mwalimu kuweza kumtumia katika kikosi cha kwanza. Sasa swali ambalo lipo hapa, nimejaribu kuelezea tu scenario ambayo kwa nini Nabi Kamara amekuwa apate nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Simba, na sababu hizo ni sababu za kiufundi kama ambavyo nimeelezea hapa. Sasa swali lingine ni yuko wapi? Kama apate nafasi basi yuko wapi? Mbona haonekani kwenye mashindano ya Muungano ambapo labda angepata nafasi ya kujitetea huko? Lakini Nabi, kwa taarifa nilizonazo ambazo nimeulizia, ni kwamba Nabi aliomba ruhusa ya kurejea kwao kipindi hichi cha mapumziko ya ligi kwenda kushughulikia matatizo ya kifamilia. Ndio maana mchezaji huyo hajaonekana kwenye kikosi cha Simba ambacho kipo visiwani Zanzibar, Unguja huko, kushiriki mashindano ya Muungano Cup, ambayo mashindano hayo klabu ya Simba imefanikiwa kufika fainali, na siku ya kesho watakuwa na mchezo wa fainali dhidi ya watani wao wa jadi Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo Nabi Kamara hayupo katika kikosi cha Simba kwa sababu kwa sasa hivi kwenye mashindano ya Muungano, kwa sababu yupo kwao Guinea akishughulikia changamoto na matatizo yake mbalimbali ya kifamilia. Lakini timu itakaporejea kutokea huko, inawezekana karejea na yeye kuungana nao, ama akawahi kurejea timu ikamkuta yeye tayari akishakuwa Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa ligi kuu Mei 3, Jumapili ya wiki hii dhidi tena ya mahasimu wa Young Africans, mahasimu wa jadi wa Simba, Dar es Salaam Yanga Afrika, katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa hiyo hali ndio ipo hivyo. Sababu ya kwanza ya Nabi Kamara kutoonekana katika kikosi cha Simba, kupewa nafasi zaidi ya kucheza chini ya mwalimu Steven Baka, ni sababu za kiufundi. Amuofi mwalimu kile ambacho anakitaka. Lakini sababu ya pili kwa nini haonekani katika mashindano ya Muungano Cup ni sababu za kifamilia. Alipewa ruhusa na uongozi kwenda nchini kwao Guinea kushughulikia matatizo ya kifamilia, lakini haimaanishi kwamba sio mchezaji tena wa Simba, labda ameshaondoka katika kikosi cha Simba. Hapana, yupo bado, ana mkataba wa mwaka mmoja na miezi michache ambayo imesalia, na taarifa ambazo zipo ni kwamba mwishoni mwa msimu huu kuna uwezekano mkubwa sana mchezaji huyu akaondoka kwenda kutafuta changamoto nyingine, ambapo atairuhusu klabu ya Simba pia chini ya mwalimu Steven Baka kuleta kiungo mwingine ambaye
anaweza kaendana na aina mpira ambao mwalimu yeye anautaka. Kwa ndo iko hivyo situation ya kiungo huyu Naby Kamara Boldensa na klabu ya Simba ieleweke kama hivyo ambavyo nimeelezea, na hizo ndo taarifa za ukweli ambazo niko nazo, ambazo nimehakikishiwa kutoka kuanzia kwenye benchi la ufundi lakini pia kutoka kwa uongozi wa klabu ya Simba. Bwana, endelea kusubscribe channel yetu hii ya Simba Hub ili utuwezeshe sisi kuendelea kuzileta hizi habari kadiri kwa haraka na kadiri ambavyo tunazipata. Jina langu mimi ni Shabel Daniel, mpaka wakati ujao.